Bosi, tumesearch kila kona, hatujapata chochote. Unasema? Hatujafanikiwa kupata chochote. Ya, nafahamu mtu anaitwa Grace. Ameenda mpaka kijijini kwetu. Amewaambia wazazi wangu kwamba nimemchukulia bwana wake. What? Na huyo Zabibu ni msumbufu sana. Nayo ukae umuulize ni kwa nini waga ananisumbua. Nakuuliza tena, ulikuwa na warrant ya kusearch nyumba yangu? Hapana. Unajua ni kinyume cha sheria kusearch nyumba ya mtu bila ya kuwa na kibali. Baby. Unaje? Kama unashuhudia. Hivi Zambe, umeshawahi kusikia ule msemo unaosema kwamba mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake mwenyewe kwa mikono yake? Yaani natamani nyumba ningevunja kwa mikono yangu mwenyewe. Lakini cha ajabu anayevunja ndio ni wewe. Hujawahi kusikia chochote kibaya kunihusu. Zaidi ya yote unavyoondoka hapo unaponiacha ndipo unaponikuta. Na kila kitu mume wangu nakuwa nakufanyia Jo. Anaitaka kuvunja ndoa nani kama sio wewe? Niseme hivi, nashukuru sana mke wangu. Sana kwa upendo wako, kwa heshima zako. Lakini nikuombe kitu hiki, usipende kusikiza maneno ya watu. Sijaambiwa maneno na watu. Aliniambia ni mdogo wangu. Sasa mke wangu, kama mdogo wako ndio anakuambia maneno haya, kwa nini hajakwambia siku zote? Kwa nini hajakwambia kitu hiki cha nyuma? Na kwa nini hajakwambia sasa hivi? Kama hilo tukio la muda mrefu, kwa nini asikwambie tukio nyuma? Bwana, mimi naomba kujua huyo mwanamke mwenye ujauzito wako ni nani? Naomba uniambie hilo tu. Nisikize kwa kisa. Kama kuna mwanamke mwenye ujauzito na akifika kwangu au akija kwangu, itakuwa hakuna shida. Taenda kupima naye kwenyewe ili tufahamu huyo mtoto ni nani. Na naamini huu tata ama tatizo tutayamaliza. Usidhani kama kuna tatizo lolote. Jo. Maanisha ujauzito wa huyo mwanamke sio wako. Wewe uko unatoka naye tu mwenye ampa ujauzito mtu mwingine, si ndio hivyo? Sidhani kama ni sawa, maana sikutegemea kupata simu yako asubuhi. Ni kweli. Mambo sio sawa. Na
Ni kwa sababu hata unajua ninachokitaka kutoka kwako. Lakini nyaraka zako usinilishakwambia ziko wapi? Ni kweli ulisema. Lakini ninavyoona unatuzuga tu. Haki ya Mungu mimi nakwapia. Na maanisha, sijai kukudanganya. Ana, unalosema halina ukweli hata kidogo. Jana tumefanya ukaguzi mkubwa sana wa kiintelijensia kila mahali, na hakuna mahali popote tulikopata zile nyaraka. Na kwa taarifa yako, jambo hili limempa kiburi sana Madam Jenny. Sasa naona hapa tulipofikia, sipo tayari kupoteza ajira yangu. Siko tayari kupoteza kazi yangu. Na hatua ninayokwenda kuifanya ni kuamua kufungua kesi na nikukamate wewe kama mshukiwa nambari 1. Hayo ndio maamuzi yangu kwa sasa. Sijui umenielewa? Niambie baba. Nikwambie nini? Unachokitafuta hapo. Sasa Tamasha, si mimi napanga mafaili, natafuta nini? Kwanza hiyo sio kazi yako. Ukae ukijua hivyo. Lakini pia umepitaje pale koridoni wakati mimi nilikuwa pale. Acha kuwa mpuuzi Tamasha. Kwani kwenye ofisi mlango uko mmoja tu? Je, mimi nilikuwa nyuma yako? Mbasha. Uongo babangu haupendezi kabisa. Yaani hauendani na kwangu. Hivi kusema kwamba umenitangulia kuingia wewe ofisini, huo ni uongo. Kwa sababu mimi nilianza kudeki kwanza kote, kisha nikatoka nje. Sasa wewe umepitaje pale? Yaani Tamasha, ungejitahidi sana kwenye masomo. Yaani sasa ungekuwa unaitwa boss na unamiliki bonge la kampuni na umbea na kufuatilia mambo yasiyokuhusu. Kilichokuleta mambo mengine hayakuhusu, niache kama yalivyo. Sawa. Sasa sikia nikwambie. Kama kuna pesa ulilipwa kwa ajili ya kazi hii, basi nakuomba zirudishe haraka iwezekanavyo. Kwa sababu sitakaa kimya, sitanyamaza. Na utaeleza ni nini ulichokuwa unakitafuta kwenye ofisi. Ni karatasi zipi unazitafuta hapa? Maji shingo, maji shingo, maji shingo, maji shingo. Swala la kufungua kesi hata mimi mwenyewe nakuunga mkono. Lakini hilo la kunikamata mimi haitakusaidia wewe kitu chochote. Ana, hilo mimi litanisaidia sana kwa sababu kwanza nitakuwa nimeilinda ajira yangu na kazi yangu niliyoitumikia kwa muda mrefu. Lakini kubwa zaidi, mtuhumiwa niko naye. Lakini mimi sio mtu ambaye nina hizo nyaraka. Hayo utayajibu tu. Richard, unitendei haki. Mimi sikutendei haki. Sikutendei haki. Kwa hiyo wewe ndio wanitendea haki mimi ambaye nataka kupoteza muda wangu, sio? Siko tayari tena kupoteza kazi yangu. Na isitoshe, ni huruma gani na upole unaotaka kutoka kwangu zaidi ya huu niliyokutendea kwa kipindi chote hichi? Basi mimi naombi moja tu, naomba unisaidie. Ana, naona sasa unataka kuniingiza shule. Sitaki uniingize shule. Twende kituoni. Nadhani umenielewa.
Sikiliza Richard, ukinishikilia mimi utakuwa umwacha mtumiwa halali nje, ambaye tena anaweza akazitumia vibaya hizo baraka zako. Mimi niko chini ya miguu yako na kuomba, naomba unipe masaa 24 tu, 24 tu. Jambo. Si jambo. Hebu tuingie ndani mara moja tukaongee vizuri. Ongea, tunakusikia. Twende ndani tukaongee vizuri. Sikuongelee ndani. Kwani masikio yangu nimeacha ndani ama? Sikia Zabibu, sikia. Wewe usiniletee mimi hizo dharau. Usiniletee hayo majigambo Zabibu. Hapa ulipo, hapo unapokaa, maisha unayoishi, mimi ndo nayekusaidia. Sasa naomba twende tukaongelee ndani. Jamani, dunia hii ina mambo. Utaendelea kunisababia fadhila zako ama utaongea? Wewe umepata wapi jeuri ya kunipa mimi mipaka na masharti? Na kusikiliza mara ya mwisho. Utaongea ama utaendelea kusimama hapo kama mlingoti? Nimekuambia twende tukaongelee ndani Zabibu. La? Nikutakia siku njema. Zabibu. Unaumwa? Ni umwe wapi? Hata si umwe. Sasa umekuja hospitali? Nilikuwa nataka kukutana na wewe. Okay, nikusaidie nini? Unajua ana mambo kwa Zubeda kule yamezidi kuwa mabaya. Sasa kwani Zubeda ni lazima ajue kama wewe hiyo mimba ulikuwa nayo ni ngapi? Unafikiri shida niko kwa Zubeda? Shida ipo kwa Stani. Yaani Stani ni anipende na mshurutisha da Zubeda ili anifukuze mimi. Na da Zubeda kila kandao hauna tatizo. Basi tawili tu uondoke. Kuondoka haiwezekani. Mimi pale siwezi kuondoka. Yaani ndio tena na mzigo ninao kijijini. Kule nimeacha watoto hao wawili. Bado tena nile na mzigo mwingine. Kweli? Aya, kwa nataka mimi nikusaidieje? Ninachokutaka, yaani naomba unisaidie kukua ujauzito wako. Habari yako madam? Una shida gani asubuhi kwa watu? Mimi sina shida, ila shida unayo wewe. Mimi tena. Haya, nimetaka nini kutoka kwako? Nina barua yako. Kutoka wapi? Ofisini. Subiri wewe. Sawa. Hivi unajua kwanza ni kosa kisheria kutoa ujauzito? Alafu pili, hapa hospitali tufanye hiko kitu. Hivi unajua na mimi nakusaidia. Wewe basi nisaidie. Kwa hapo siwezi.
Kwa hapo siwezi. Alafu Mwantumu, hivi unajua mtoto ni baraka Na kama ikishindikana kabisa wewe kukaa kwa Subeda, mimi nitafanya tu maarifa. Yaani ana katika kitu ambacho sikipendi ni mtu kunipa ahadi. Mimi najua leo utaniahidi vizuri kunipa. Kesho mimi najua lazima utaniruka. Yaani najua. Mimi ndio maana mambo ya ahadi. Okay. Basi tuendelee kusaidiana kwenye vingine vyote, ila swala la kutoa mimba mimi sipo. Hivi hakuna daktari mwingine unayemfahamu tofauti na hapo kwa? Yeye ningekuwa namjua nisingekwambia. Poa. Basi naomba hela kidogo. Alafu mwenyewe nitajua nafanyaje. Akili yako itakapotulia nitakupa hiyo hela. Ila kwa sasa hivi siwezi kukupa hiyo hela wakati najua kabisa unachoenda kufanyia mimi. Maji shingo. Maji shingo. Maji shingo. Maji shingo. Nikusaidieje labda? Naitwa Judith. Nilikuwa nimepata hii barua kutoka kwenu. Wewe ndo ambaye unaishi kwenye ile nyumba pale? Hapana. Nilikuwa naishi na dada yangu pamoja na shemeji yangu. Kwa hiyo na maana kwa sasa hivi wewe ndo ambaye umebaki. Ndio. Sawa. Sasa niliongea na David kwenye simu, akaniambia kwamba yeye anaondoka. Lakini nilipofika pale nilikuta mlango umefungwa na mlinzi akanieleza kwamba kuna mtu bado anaishi hapo. Nilikuja kumleta mteja aje kuona nyumba. Basi kwa nini unisaidia kwa siku 2 tu then nitatoka? Hapana. Hiyo haitawezekana kwa sababu mteja ameshalipia. Nyumba inabidi ifanyiwe ukarabati. Unatakiwa kuhama. Ana, mambo vipi? Poa. Vipi umeona na Mwantumu? Mwali Kipini? Nimemwona. Alikuwa anasemaje? Kwani hujaongea naye? Sijaongea naye mimi, alikuwa anakutaka wewe. Sasa mimi ningeongea naye nini? Mimi hajaniambia kitu chochote. Ndio unaondoka? Ndio naondoka. Sasa mbona unaondoka bila kunywa chai? Si nitakunywa kwa nini hapa bila sitaki sijisikii. Kwani bado umenikasirikia? Vibaya mno, niko moto, nimetibuka. Yaani nina mauzi steni hapa ninapokwambia. Kama Mwantumu alikuwa anakudanganya. Kwa hicho nilichokwambia. Sio kweli. Wewe. Yaani mpaka inafikia tu binadamu anaongea mambo yale. Hapa kuna jambo fulani. Kuna kitu kipo. Unajua sababu? Kwa sababu mimi nilimwambia aondoke hapa na nyumba yake aende kwao kule kapumzike. Ndio maana akawa ameamua atengeneze umbo. Kweli. Ameona kwa sababu mimi namfukuza hapa. Hivi unakuwa kama mtu fulani. Yaani unanifanya mimi kama ngadongo fulani, mwende fulani. Mimi sijielewa Mungu wewe. Mimi najielewa na kesa mtu mama. Ninapokwambia. Na unajua ni umeelewa? Sasa sikiliza. Iwe sawa tu. Sasa iwe sawa imeisha au iwe sawa? Hadi unarejelea. Unamaanisha vyovyote. Acha uongo. Sio kweli. Una lingine nisaidie? Haya, hamna shida. Mimi sina lingine, lakini Dr. Hans aliniambia kwamba ukifika tu hapa hospitalini nimwambie ili mtoke. Okay, mwambie nimeshafika. Sawa.
Lakini unajua nakuonea wivu kishizi, yani mshikaji wangu. Sema bwana, kisicho riziki siku zote huwezi kukipata. Masi, kwa hiyo umetoka jela lini? Jana au leo? Jela? Mimi? Usijua ni nini wewe? Si ulifungwa wewe? Grace, inaonekana kabisa ulikuja nyumbani na haukunikuta because nilikuwa South Africa. Yeah. Kaka ni muongo wewe. South Africa gani? Wewe, najua kila kitu wala usinidanganye. Ile nyumba pale wewe uliwekwa tu kama mlinzi. Na umewekwa ulinzi mpaka ukapitiliza. Kila ulichokifanya mpaka umetolewa pale na polisi. Nyumba mpaka inauzwa. Mimi? Nani mwingine? Mimi naongea na nani hapa? Hivi unajua sifahamu chochote unachoongea kuhusu nyumba? Yeah. Sema, nimefurahi sana. Mungu anakupa kitu chako sasa. Yaani wewe ulizidi sana kuchezea watoto wa watu. Umechezea sana wanawake, umedanganya sana wanawake. Yaani haya yanayotokea kwako ni malipo. Leo unadanganya sana Afrika. Sijui nini.